Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Na kuwa nikikusamini mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 unapoendelea kutufuatilia kila mara. Ni muda wako mzuri wa kuweza kufuata taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba unipe muda wako, tega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuanzie na huko Swima ambako watu 4 kufariki mkiwemo askari jeshi mmoja wa taifa ya FARDC na wengine 5 kujeruhiwa. Hayo ndio matokeo ya ajali ya gari iliyoripotiwa Jumapili ya tarehe 2 Novemba 2025 kwenye barabara namba 5 ya taifa ndani ya kijiji cha Swima sekta Tanganyika tarafani Fizi. Kwa mujibu wa duru za mahali ni kwamba gari hiyo aina Beiben ilikuwa ikitokea Uvira kuelekea Misisi huku ikibeba unga wa ngano na vizaa vingine pamoja na baadhi ya watu. Ni kipindi ilipokuwa ikitaka kupita katika sehemu iliyokuwa imeharibika ndipo tairi ilikwepa njia na kupelekea gari hiyo kupinduka na kusababisha maafa hayo. Duru zetu zaongeza kuwa majeruhi wamepelekwa kwenye kituo cha afya ambako wanapata matibabu. Dereva amekimbia pasipojulikana baada ya ajali hiyo. Ni vyema tukumbushe kuwa ubovu wa barabara na upakizaji wa kupindukia ndio vyanzo vya ajali hiyo. Na kwengineko ni kwamba kisha mashirika ya kiraia ya sekta Nganja umeandikia kibarua gavana wa jimbo la Kivu Kusini wakimshutumu administrator wa tarafa la Fizi kurumia vibaya dola 30,000 za Marekani zilizotolewa kama pesa mrejesho ima retrocession kwa Kifaransa. Alima administrator wa tarafa la Fizi amevunja ukimya wake na ukanusha habari hizo na kutoa ufafanuzi zaidi. Sami Kalonji Badibanga ni administrator wa tarafa la Fizi amesema kuwa ni vema mashirika ya kiraia kuwa na udhibitisho tosha kabla kuandika barua kwa vitu ambavyo havina ukweli hata kidogo. Nilisoma kiua mtandao kutoka kwa shirika la kiraia ya mfuko za watu wenye kufanya biashara ya ongo na kuchafula viongozi. Watu hawa wanapenda sana kuishi Misisi fasi ya uchimbaji za mazahau na kutafuta hela mkusemea viongozi mbalimbali ongo na kuwatreze. Shirika za kiraia za kweli zinajua procedure mbele ya kutangaza habari yoyote. Kuhusu pesa 13,000 ya dolar za Amerika za tarafani Fizi kutoka kwa government la jimbo kwa kuboresha muradi kubwa za maendeleo ya vijijini, hizo pesa bado tarafani Fizi hayapokea kitu. Tulisha afungula konta kwa Kadeko, tulisha fanya kikao na community ya kuchakua muradi ya kutumika, tulisha chakua ma societe ya kufanya kutumika hii muradi, lakini mpaka hivi pesa bado. Mwezi wa 3 ilikuwa yetu ya kupokea pesa, lakini vita inakuya vuruka kila kitu. Kwa wenye kupenda kujua ukweli, ni vema kwenda kuuliza province. Wadepute provinciaux wachakuliwa wa tarafani Fizi, ma chef de secteur wote waine, wa administrator makamu wa tarafani Fizi wote wanajua hii habari. Fizi tarafani haikupata pesa. Jiji la Baraka haikupata pesa. Sasa kwa nini kuchafula tu administrator wa tarafani Fizi? Ni kusudi wale ni chuki ya ubakuzi. Huko Katanga ni kwamba ni Jumapili ya tarehe 2 Novemba 2025 ndipo sherehe za uzinduzi wa shule la primari Nuru lililojengwa kwa ufadhili wa dini ya Uislamu pa Katanga mjini Baraka zilifanyika. Sherehe hizo zimekusanya viongozi mbalimbali wa kiserikali na wale wa dini ya Uislamu. Sheikh Omar Saidi Sekembwe ameonyesha kilichowasukuma kujenga shule hiyo pa Katanga. Siku ya leo tumetembelea hapa, tulikuwa na sherehe au tuna sherehe ya ufunguzi wa masomo rasmi wa Epenur ambayo tulianzisha hapa kuijenga, na leo tumemaliza, ndio tumekuja kufanya ufunguzi rasmi ili watoto waanze kusoma kwa masomo ambayo tuliyajenga. Ni milango 6, ni shule la primari. Kitu kilichotusukuma hapa, walikuwa hawana masomo. Kulikuwa sehemu ambapo walikuwa wanapanga tu kwenye nyumba ya mtu
wakakatakata vyumba mle katikati na nini, watoto wakawa wanasoma mwa hiyo nyumba. Ikabidi kuwa tulalamikie, kawaambia kwamba subirieni, Mwenyezi Mungu akibariki tutaweza kuwasaidiza ili kuweza kujenga. Na ni kweli tulijipiga huku na kule kadiri na uwezo ambao ulipatikana mpaka kisi wenyewe tumeweza kupata hii milango 6. Msaada wa kwanza Waislamu hapa Katanga, Mwenyezi Mungu wabariki, walijitahidi, walikuwa na matafari yao, na msaada mwingine ni Waislamu wa sehemu mbalimbali ambao kama vile Dr. Muhammad Suri, Mwenyezi Mungu amrehemu, ndio wameweza kutoa msaada wa kuweza kukamilisha kujenga ili jengo la ili shule. Hali ya kusaidia itaendelea Mwenyezi Mungu akitujalia, tukiwa uhai na tukiwa na amani na usalama, basi tutajitahidi kabisa kuweza kujenga masomo sehemu zingine mbalimbali kwa kuweza kuwasaidiza watoto wetu na vijana wetu wapate sehemu za kusomea. Tunaweza kuambia kwamba washikamane wawe kitu kimoja, ili shule tumewajengea wao waweze kulichunga na kulihifadhi na waweze kutuma watoto wao shuleni, kwa sababu masomo ndio msingi wa maisha. Wasiache watoto na zurura nyumbani au mitaani, na kwa sio vizuri zaidi sana. Tuwe kitu kimoja na tumuombe Mwenyezi Mungu, mengine mazuri tutayapata tutapokuwa kitu kimoja na tutapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu na kuomba amani na usalama katika nchi yetu hii. Masomo ni yamesimamiwa, hayo ni ya dini ya Kiislamu kweli, lakini wanasoma hapa dini zote au taifa lote la hapa Katanga, watoto wote wanaruhusiwa kuweza kusoma hapa kwa sababu ni masomo yako yanarete ministeri ya serikali. Na ujumbe kwa mwisho, kwa kweli nawapongeza sana raia wa Katanga na vile na kwa viongozi wote wa Kiislamu wa tarafani Fizi, na waombea Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki na Mwenyezi Mungu atupe amani na usalama kwenye nchi yetu hii ya Kongo na province yetu hii ya Sud Kivu na zone ya Fizi na mji wetu huu wa Baraka. Mwenyezi Mungu atubariki sote na atupe na amani. Naye Furaha Lilile ambaye akiwa mwakilishi wa kiongozi wa eneo hilo amesema kushukuru kwa msaada waliotoa, kwani ina manufaa mengi kwa raia wa eneo hilo hasa watoto. Kama na vile kwa niaba ya mwingine kupitia chef de village Ngoyo Sulemani wa Mswahili, tunasema tena ni shukrani kubwa sana na hongera tena sana kwa mji wetu ya Katanga kwa kupata nafasi kama hii ya kuja kujengewa masomo kupitia Waislamu. Ni kuwapongeza kwanza na kuwapashia juhudi ili waje tena kwa kuongezea zingine shule ambazo labda wengine wanazidi kusumbuka. Vile kama nagisi wameona hali ya masomo hakuna wese, ile ndio tungaliomba kama kutakuwa wengine msaada labda wangelichangia pamoja na participation lokale ya sisi raia. Makada wa chama cha UDPS Baraka Fizi wametoa tamko la kisiasa la ukemea tabia ya kundi la watu wanaotoa matamshi ya kuwachafua baadhi ya viongozi wa serikali ambao ni wanamemba wa chama madarakani. Harakati hizo zimefanyika Jumapili 2 Novemba 2025 mjini Baraka. Baruani Rajabu Jean-Antoine ni mmoja kati ya makada wa chama cha UDPS, amesema wao kama chama madarakani hawatofumbia macho vitendo vya kuwachafua wanamemba wao na hatua kali itachukuliwa dhidi ya raia wao. Tumeweza kukusanyika kama vile kawaida yetu ya kukusanyika kila weekend. Mkubwa wetu sasa nisema mbele ni Excellence Jean-Jacques Elakano. Tuko na watu wanajitia magroup ya WhatsApp, magroup sociaux, kuanza kutukana wakubwa, kusema kila kitu bila boga, bila adabu. Na ndio tulisema hapana, ifo tukutanane, tupane mawazo nini tutafanya juu ya kukemea ile swala. Wakubwa wale ni Excellence Jean-Jacques Elakano, kuko Prof Aristide, ni senateri wetu wa IDPS, kuko Maître Labani Msambia, kuko na ate wa Fizi Kalonji Sami. Sisi paka pale hatuyajua kwa sababu watu wanajitia kwa marezo sosio kuwatukana, kusema kila kitu bila adabu, bila kuona kama wale ni wakubwa. Tunashangaa na sisi. Tunashangaa, ndio maana tulisema hapana, wanaendelea. Inakuwa siku za mingi weko naendelea kutukana wale wakubwa, na sisi kama vile watu wanao soutenir wale wakubwa hatuwezi mezea mati. Kumbe tukutanane, tuangalie nini tunaweza fanya kwa kuambia wale wenyewe wanafanya ile tendo waache na wakiendelea na sisi tutaangalia nini ya kufanya. Hatujui, lakini kuko wenyewe wanajiita ni wa IDPS na wengine haweko wa IDPS, ni watu mbalimbali, hatuajua kabisa avec precision kama ni fulani na fulani na fulani, lakini tunasikia tu wanaandika marezo sosio na pale tunasema basi tukutanane na tuangalie kama tunaweza wagundua je. Unaona politike iko na mwanzo na mwisho. Hapa chini ya jua tuko wapitai. Tulikuta politike na tutaiacha. Wakati tuko nafanya politiki, ya kwanza ni kupendana, ya pili ni kuheshimia wakubwa na kuheshimiana sisi kwa sisi.
Kama kunafanya politiki ifo kusema kweli, heshima, na ndipo utaendelesha politiki mzuri. Usifanye politiki juu ya kupenda kuchafua wengine, juu kwa kusikie kukosa adabu, ile hapana. Fanya politiki mu malengo yako mzuri, kuheshimia kila mtu na tumikisha. Kama unaongea na mtu sawa vile vice gouverneur, service senateur, unaongea naye sawa vile unaongea na mtoto yako, mdogo wako, ile hauna adabu. Na ni ile sisi hatupendi kuongea, weko pale juu ya kuongea na kila mtu, lakini watumikishe heshima kwa wale watu. Ni kusema kama tuungane mkono kwa mkono, tuheshimie viongozi vyetu, ni wao wanatu represente leo, kesho watakuwa wengine. Ya muhimu ni kuwa na waheshimia. Tumalizie na habari za kimataifa ambako kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewataka waumini wa Katoliki kote duniani kuiombea nchi ya Tanzania kufuatia vurugu zilizoibuka baada ya uchaguzi mkuu katika nchi hiyo na kusababisha maafa mengi. Vyanzo vya kidiplomasia vimetaja kuwa kuna shahidi wa kuaminika unaonyesha kuwa angalau watu 500 wamepoteza maisha, ingawa waziri wa mambo ya nje Balozi Thabit Kombo amesitiza kuwa takwimu hizo hazijathibitishwa rasmi na serikali. Tanzania inasubiri kuapishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuanza mula wake baada ya kutangazwa mshindi na tume ya uchaguzi nchini humo INEC. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Tunakushukuru ambao unaendelea kutegea sikio kila mara na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usisahau kusambazia wengine ili wapate taarifa hii. Fizi News 24, Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.